are who you are, yesterday, today and forevermore. What you say is what you do. You never fail, you never change. You are faithful till the end. Faithful God, I worship you. I worship you. You're too faithful to fail me. You're too faithful. Wangu asubuhi ya leo na kusalimia katika jina la Yesu Kristo, na ninakukaribisha sana katika mtandao huu wa Facebook ili tupate kugawana neno la Mungu pamoja na wewe, kuhimizana na kuinuana. Na kwa wakati huu tunapeperusha neno hili ama katika kanisa la Full Gospel Churches of Kenya, mahali panaitwa 87 karibu tu na Kinoo, between Kinoo and Corporation, we are there. Na hapo ndipo tunapeperusha hili neno la Mungu, kwa sababu nilikwambia na nimesema mara nyingi, hii tu ndio nafasi ambayo Mungu ametupa ama njia ambayo imebaki ya kupeperusha neno la Mungu ili tukufikie mahali ulipo, nyumbani, mahali popote ulipo. Na ninajua ya kwamba uheri wa afya, umeamuka vizuri, umekuwa na wiki njema katikati ya mambo ambayo tumekuwa nayo, na najua ya kwamba Mungu bado ametuhifadhi na ametulinda, na tunashukuru kwa sababu ya neema na kibali ambacho ametupa. Kwa hivyo nikukaribishe tuombe pamoja ili tuingie katika worship moja mbili ili tupate kuendelea katika ibada ya siku ya leo katika jina la Yesu Kristo. Jisikia kwamba umekaribishwa, tuandamane pamoja ili tumwabudu Mungu na tumuinue na tusikie neno pamoja katika jina la Yesu Kristo. Mungu mtakatifu, Mungu uliye mwaminifu, tukushukuru asubuhi ya leo na tukuinua kwa wema na fadhili zako. Wewe Mungu mkuu sana, unaabudiwa na kila kiumbe Bwana, na kila chote ambacho uliumba kwa mikono yako Bwana. Na tunashukuru umetuweka hai asubuhi ya leo, Mungu wa mbinguni. Tunakushukuru kwa sababu umetupa nafasi nyingine ya kukuabudu na kukushukuru katika ukuu wako Bwana, katika neema yako, katika ukuu wako, jina lako litukuzwe. Asubuhi ya leo naombea moyo wa mtazamaji, naombea moyo wangu Bwana, na chochote ambacho tutafanya katika wakati huu na kipindi hiki, naomba Bwana kikakufurahishe, naomba Bwana kikalete sifa na utukufu kwa jina lako, ili Bwana atakayepata neno hili Bwana moyo wake uinuliwe, moyo wake upate nguvu mara tena, moyo wake upate uponyaji na uwe suluhisho Bwana kwa yeyote anayetutazama katika jina la Yesu Kristo. Tunashukuru maana utaenda pamoja nasi na kutubariki na kutuinua, Mungu wa haki, katika jina la Yesu Kristo tuomba na tunashukuru. Amen. Amen. Karibu sana mtazamaji wangu, tuabudu Mungu kwa wimbo moja ama mbili, alafu baadaye tusikie neno la Mungu katika jina la Yesu Kristo. Amen. Kisikia kwamba utaabudu pamoja nasi, tutaabudu tu kidogo tu, tumpe Bwana utukufu na sifa katika jina la Yesu Kristo, alafu tuingie katika kipindi cha neno katika jina la Yesu Kristo. Haleluya.
nisujudu. Nitakusanya sadaka zangu ziwe manukato kwa Yesu, astahili sifa. Sitaabudu miungu mingine iliyo na mifano yoyote. Nitapiga magoti yangu nisujudu. Nitakusanya sadaka zangu ziwe manukato kwa Yesu, astahili sifa. Baba, twaleta sadaka za sifa kwako Bwana. Heshima na mamlaka zipokee. Takatifu, nakuita mtakatifu. Oh Yesu, wewe mtakatifu. Oh Yesu, wewe mtakatifu. Sema oh Yesu, wewe mtakatifu. Oh Yesu, wewe mtakatifu. Twaleta sadaka za sifa kwako Bwana. Heshima na mamlaka zipokee. Takatifu, nakuita mtakatifu. Oh Yesu, wewe mtakatifu. Wewe ni mtakatifu, Mungu wa haki. Twakupa sifa, twakupa utukufu, twakupa heshima zote. Unastahili Mungu wa haki. Utukuzwe na uabudiwe, Mungu usiyefananishwa, Mungu usiyelinganishwa. Wewe Bwana umetukuka zaidi ya miungu yote, Mungu wa haki. Wewe Bwana umeinuliwa juu zaidi ya kitu chochote ambazo twaweza fikiria. Wewe Bwana umwenye haki, twakuinua na twakuabudu. Ulituma Bwana ili tukuabudu, ili tukupe sifa na utukufu. Na Bwana, pokea ibada ya heshima kwa Mungu wa haki. Toka kilindini cha mioyo yetu twakuabudu. From the deepest point of our hearts we give you the glory. From the deepest heart of our hearts, oh God, we give you honor. Receive it, oh God of glory. Receive honor and adoration, my Father. Receive glory, for you deserve it this morning, Father. Lord, you are so mighty, we worship you, God. Lord, you are so faithful, we worship you, God. We give you glory and honor, Messiah. There is none like you, our Father. There is none like you, Jehovah God. Despite all, my brother, you remain to be worshipped, God. You remain to be lifted, Father. And we lift you, Jehovah God. It is above everything. We lift you above everything. Above corona, above landslide, above everything. Jehovah, we magnify your name. Jehovah, we adore your name. Oh, seated on your throne, you are worshipped by 24 elders. You are worshipped by the 4 creatures. Angels worship you, Lord. And we worship you this hour. Receive adoration. Receive honor.
We worship you, Lord. We worship you, we might. We pray our crown down. We pray everything down. And we raise you, Jehovah. We enter the fire. We raise you, Jehovah. Receive honor. Receive glory. Receive honor. You deserve it, Father. We worship you, Lord. That you are worthy. That you are mighty. That you are wonderful. Because of who you are, you have been in us. Despite of Father, you're faithful enough to do that. You're faithful enough to the kingdom. You're faithful enough, God. Nobody worships you. Because they care about God. There is none like you. There is none like you. We worship you, Lord. We choose to worship you. Unbelievable. Because you, Lord. And because you are unchangeable, God. We worship you, Lord. We give you honor and we praise you, Father. Thank you for loving us. Thank you for your mercies, Lord. We worship you and adore you, God. Thank you, Father. Thank you, Father. We say you are worthy. We say you are faithful. We say you are worthy. Thank you, Jesus. We thank you, Father. We honor you, Lord. Thank you, Adonai. Thank you, Father. We worship you, Jesus. Thank you, Father. Glorious God, beautiful King, excellent God, we bow before your throne. Glorious, glorious God, beautiful King, excellent God, we bow before your throne. Glorious, glorious God, beautiful King, excellent God, we bow before your throne. We bow before your throne. We worship at your feet. We bow before your throne. You are the glorious God. We bow before your throne. We worship at your feet. We bow before your throne. You are the glorious God. Thank you, Lord. We give you glory. We give you honor. You remain so God, on top of everything, God. And we worship you because you're Alpha and Omega. God Almighty, we choose to worship you despite everything, God. Oh, you deserve every worship. You deserve every honor. And we choose to remain on your side, to hold unto you, Father, to focus, oh God, our eyes and see, God, your mighty hand, your faithful hand. Oh God, we worship you because you're faithful. In Jesus' holy name, we worship you, Lord. Amen, amen, amen. Thank you, my dear viewer. It is good sometimes to worship God and to leave everything aside and to give God all the glory, all the honor. I know you'll tell me worship is everything that you do, and it is good. But it is sometimes it's good even if walking, doing whatever you're doing is worship. Sometimes it's good to put everything aside and you concentrate on God. You concentrate on the doings of the Lord. You concentrate on the strength and power of God and give him adoration and honor because he deserves it in the name of Jesus. And in connection to that worship, I would like to share with you this word as we enter to the session of sermon in Job verse 1. Verse 1, in Job chapter 1, verse 20. And the Bible says, at this, Job got up and tore his robe and shaved his head. Then he fell to the ground in worship.
Nataka tu hiyo mstari in verse 20. At this Job got up and tore his robe and shaved his head. Then he fell to the ground in worship. That is what I'm talking about. Giving God worship. Giving God adoration. Because I know when you're walking on the Lord, you cannot just bow anyhow and worship the Lord. So you may speak it from your mouth, from your heart, or doing whatever you're doing. But at times it calls you for a moment, for a session with your God alone, and give him the proper worship that he deserves. And this we can see about this man Job, who was so faithful, who was righteous, a man who was credited righteous before God. But a time came to his life that he went through difficulties. He went through a hardship, and I know you know the story of Job. But at the midst of all, when the reports we are coming that your goats, your sheep, your children, and everything has been swept away, when these messages we are coming to Job, Job received every message that was brought. This message, they were to hurt his heart. This message was to pull him down. But I thank God, because at the midst of this situation, and amidst of all the reports that Job received, he said he went down and tore his clothes, and the Bible says that his robe, and shaved his head and fell down to the ground and worshipped the Lord. So we can choose to worship the Lord amidst of everything, amidst the negative and bad reports. We can choose to worship the Lord. We can choose to tell God amidst of every crisis in our country, whether corona goes on, spreading goes on, adding the number we are getting them day by day. But amidst of this, we can choose to worship God, because when we worship the Lord, when we choose to worship the Lord amidst every situation, every power, every authority, we bow, because we have raised the worship we have raised our worship in a standard that there is nothing else that can be worshipped in this world, whether corona, whether anything, whether any idol, apart from this name of God. So Job chose to worship the Lord amidst of his crisis, amidst of negative reports. So my dear viewer, even you can choose to worship the Lord despite what you are going through, despite that you have nothing. You can choose to worship the Lord. You can choose to say, God, I'm here just to worship you, for you created me, that you have made me whole. I thank you for the salvation. I thank you for what you've done for me. So I choose to focus on worshiping you alone in the name of Jesus Christ. Regardless the mountain that face before you, regardless that you are walking in the shadows of death, regardless you're walking in the darkness night of your day, regardless you're walking in which turmoil, that choose to worship the Lord. And say, regardless, Nebuchadnezzar is saying we worship the idol, we worship the image that is before us. But I choose to say, whether in death, whether they put me in the furnace of the fire, like Shadrach, Meshach, and Abednego, whether they will put me in that den of lion like Daniel, but I choose to stand and say, I will worship the God Almighty, despite all, in the name of Jesus. So we can choose to worship the Lord despite going through pains, despite going through hardship, despite going through what you are going. Only worship can help you to survive. Only worship, the true worship from your heart, that will turn the heart of God in the name of Jesus. Refuse to stay there, my dear viewer. You can choose to worship the Lord in your session in the name of Jesus. So I welcome you, my dear viewer, as we continue hearing the word of God. May this word work for you. May this word strengthen you. May this word remove every fear in your life in the name of Jesus Christ. So my dear viewer, it is my honor to invite the man of God, Pastor Stephen Wangibogo, to bring forth the word of God in the name of Jesus. Stay tuned, stay there, share the word of God, like and comment,
Jesus Christ. Welcome, man of God. Asante. Nashukuru Mungu wetu, natumai ya kwamba wewe mzima katika Bwana. Mimi ni mzima pamoja na jamii yangu wazima, na tuendelea kumsifu Mungu wetu na tuendelea kumuabudu, ingawa wakati mwingine hali haitaruhusu, lakini tuendelea kumsifu Mungu wetu na kumtukuza, kwa sababu kama vile ambavyo ametangulia kutuambia ni kwamba Mungu wetu anastahili kusifiwa kila wakati. Na Biblia inasema ya kwamba mahali hapo tumesomewa kwamba wakati Ayubu alipoona mambo vile ilivyoenda, aliamua kumsifu Mungu na kumwabudu Mungu. Na kwa hivyo ni ishara ya kwamba tunaweza kumwabudu Mungu wakati wowote, kwa njia zozote zile, kukiwa na mvua, kukiwa hakuna mvua, kukiwa na jana, kukiwa na utele, na kukiwa tuna hazina yetu imejaa ama hazina zetu hatuna kitu. Kwa hivyo tunastahili kumsifu Mungu, na hivyo ndivyo neno letu la Mungu linatuambia, even in the book of Psalms 150, ya kwamba chochote kilicho na uhai na kimsifu Mungu. Kwa hivyo there is no condition, ni chochote ambacho kiko na uhai kimsifu Mungu. There is no condition whether you have it or not, whether you are sick or not, whether you are yule ambaye hawezi kumsifu Mungu ni yule ambaye ameondoka katika dunia hii. Na kwa hivyo kama una uhai, kwa hivyo kila mmoja wetu anastahili kumsifu Mungu. Nashukuru Mungu wetu kwa sababu ya wakati huu, this being the second Sunday of the month of May, and we did declare ya kwamba mwezi huu ni mwezi wa neema ya kutosha kusafiri pamoja nasi katika jina la Yesu. Na naamini ya kwamba Mungu wetu ni mwema, ataenda kusafiri na wewe na neema yake itakutosha katika jina la Yesu. Sina wakati mrefu wa kukuletea neno la Mungu, kwa sababu najua pia tuko katika mitandao, na wakati mwingine pesa hizi ama kununua data huku wengine wetu yatushinda, lakini ni vizuri kuambiana maneno haya ili tuweze kufarijiana, tuweze kujengana. Na ni vizuri tunapokuletea neno la Mungu nikuulize ya kwamba miezi hiyo miwili ambayo hatujakutana katika nyumba za ambazo tumezoea kukutana katika nyumba za Mungu ambazo tumezijenga, ama mahali popote ambapo tunaenda kuabudu Mungu wetu, ni vizuri kujiuliza, umejifundisha nini katika mambo haya? Umesoma nini katika mambo haya? Ni vizuri tutakapokuwa tukitoka katika jambo hili, ni vizuri kuwa na somo ambalo utakuwa hautalisahau. Mengine yanaweza sahaulika, lakini utoke na somo ambalo hautasahau katika maisha yako. Hautasahau katika maisha, utaambia mpaka wale ambao wako nyuma yako, utaambia hata vizazi ambazo zitakazokuja nyuma yako, ya kwamba kuna wakati tulijifundisha lesson kubwa na lesson nzuri katika jina la Yesu. Kwa hivyo ni vizuri kujifundisha katika mambo haya. Pengine Mungu wetu ametuleta ili tuweze kujifundisha na tuweze kujengana katika jambo hili katika jina la Yesu. Na siku ya leo nataka kukuletea neno la Mungu. Mimi naitwa Pastor Mwangi kutoka katika kanisa la Full Gospel hapa 87. Tuabudu Mungu tukiwa mahali hapa, na kwa hivyo nakukaribisha sana kwa neno la Mungu, na naamini ya kwamba tutaenda kubarikiwa katika jina la Yesu Kristo. Siku ya leo nataka kukwambia kwamba despite mambo yote ambayo inayofanyika, na despite kuwa tumefinyika ama tuko juu ama tuko wapi, despite mambo ambayo inaongewa na ripoti zote ambazo tunazipokea, I want to tell you and I want to encourage you, na nikwambia kwamba the promise of God still stands. Ya kwamba ahadi ya Mungu ingali inasimama. Ahadi ya Mungu ingali inasimama. Kuna ahadi nyingi ambazo tunaweza kuwa tunaahidiwa na marafiki zetu, na watu zetu, jamii zetu, wazazi wetu, waume wetu, wake wetu, ama watoto wetu walio wakubwa wako makazini, wanatuahidia mambo mengi, lakini wakati mwingi ahadi hizi zinaweza kosa kutimia kwa sababu ya jambo moja ama lingine. Na ile la umuhimu sana ambalo linafanya mambo mengine kutotimia ni kwa sababu we are limited, but our God is not limited. Kwa hivyo ninapokuletea neno hili la Mungu ya kwamba the promise of God still stands, ni vizuri kuelewa ya kwamba ingawa tunaweza sema ya kwamba Mungu alinena ya kwamba atatuponya, pengine kuna watu ambao wanajiuliza maswali mengi na wasema ya kwamba wachungaji kila wakati in these platforms watuambia kwamba kugali kuna tumaini na tunaenda siku moja siku mbili, hata kuna siku mbili ambazo zilipita tukaona ya kwamba na tukasikia kwamba ni kama mioyo yetu itarudi chini. Ni kwa sababu tukiona vile ambavyo namba ya wale ambao ni wagonjwa inaongezeka, na wakati mwingine tunaenda kuvunjika moyo, na mtu ambaye
moyo mkubwa, anaweza jiuliza, wachungaji hawa, watumishi wa Mungu hawa, maaskofu hawa na watumishi wa Mungu ambao wanatuambia kugali kuna tumaini, Mungu ahadi zake hazitimii. Lakini nataka kukwambia kwamba ahadi za Mungu na neno la Mungu linatuonyesha ya kwamba ahadi za Mungu hazikomi milele. Ahadi za Mungu zasimama hata kama itakawia. Ni vizuri kuelewa ya kwamba ahadi ya Mungu yasimama milele, haitakoma katika jina la Yesu. Na siku ya leo ninapokuletea neno hili la Mungu, ninataka ujiweke tayari nikwambie kwa nini ahadi ya Mungu haitakoma milele. Kwa nini ahadi ya Mungu inasimama hata wakati kama huu. Kuna mawimbi mengi, dunia imeyumbishwa. Kama Kenya yetu tunasikia kwamba hata France zimeua watu wengi kuliko COVID-19 kwa wiki moja, wiki mbili. France imeenda na watu wengi na kudisplace watu wengi kuliko hata COVID-19. Na mtu wa mwingine aweze jiuliza, Mungu atuwekelea shida kwa shida lingine. Lakini jambo liloko ni kwamba kando na shida hizi zote, Mungu wetu angali Mungu wetu angali Mungu mwaminifu, angali anaangalia na anaona kile ambacho tunahitaji. Kile ambacho inakuhakikishia ni kwamba I am feeling in my heart and persuaded and also convinced ya kwamba this is the month of greater of sufficient grace. God will give us sufficient grace to move on katika jina la Yesu. And I want us to read the book of Joshua chapter number 1, and we read from verse number 1 to verse number 5. I am interested with verse number 3 and verse number 5 to verse number 5, but because of maybe to understand better the context, we I request we read from verse number 1 katika jina la Yesu. I'm reading from NIV version, and my Bible says, after the death of Moses, the servant of the Lord, the Lord said to Joshua, son of Nun, Moses' assistant, Moses, my servant, is dead. Now then, you and all these people get ready to cross the Jordan River into the land I am about to give to them, to the Israelites. I will give you every place where you have where you set your foot, as I promised to Moses. Your territory will extend from the desert to Lebanon, and from the great river, the Euphrates, all the Hittite country, all the great sea on the west. No one will be able to stand up against you all the days of your life. As I was with Moses, so I will be with you. I will never leave you nor forsake you. We can also read in the book of Philippians chapter number 3. We connect that Philippians chapter number 3, and we read verse number 12 to verse number 14. Yes, my Bible says, not that I have already obtained all this or have already been made perfect, but I press on to take hold of that for which Christ Jesus took hold of me. Brothers, I do not consider myself yet to have taken hold of it, but one thing I do, forgetting what is behind and straining towards what is ahead, I press on towards the goal to win the prize for which God has called me heaven once in Christ Jesus. Kwa hivyo nataka kuunganisha sehemu hizi mbili ambazo tumesoma, ambayo mmoja ni ya Paulo akiandikia kanisa la Wafilipi, na Mungu anazungumza na mtumishi wake Joshua ambaye alisucceed Moses, ambaye Moses tunamjua vizuri, na sitaki kuelezea mambo hadithi refu kuhusu watu hawa, lakini niruhusu nikuelezee mambo machache kutoka kifungu ambacho tumekisoma, kitabu cha Joshua. Now, those people who have the NIV versions, there is a heading there. Kuna heading ambayo iko pale ambayo inasema the Lord commands Joshua. Before you read verse 1, there is a heading there that says the Lord commands Joshua. So this was a command, and when there is a command, this is not a request, this is not a plea, it was a command. And when we are talking of command, a command is an order. It is an order with authority. It is an order with authority. Ni matamshi ambayo imejaa mamlaka, na inaonyesha ya kwamba
And also we are saying it is when you command, and when you are talking of honor and authority, you are expecting people to hear your command and also to obey it. So God wanted these people to obey the command. So this was not a request to Moses or to Joshua, because God is saying, He's telling Joshua, my servant is dead now, and hajafikisha watu katika nchi ya ahadi, na kwa sababu my promise still stands, ni kwamba kwa sababu ahadi yangu ingali imesimama, na Musa amekufa, hayupo pamoja nanyi tena, amekuja kwangu tukae na yeye, lakini sasa ni wewe, ninakuamuru, I command you to take the mantle of leadership, whether you like it or not. Hata kama watu hawa uliona wana shingo gumu, hata kama inaonekana unakataa, lakini I command you that you have to deliver my promise. You are going to deliver my promise, because mimi sio Mungu muongo. Ninataka kuhakikisha ya kwamba ahadi yangu imetimia kwa watu hawa ambao nilioahidi ya mababu zao miaka mingi iliyopita. Nikaahidi kwa Ibrahimu, nikaahidi kwa Isaka, nikaahidi kwa Yakobo, nikaahidi kwa Yusufu. Na hata Yusufu in Genesis 50 anapokuwa anaambia ndugu zake, Mungu atakuwa akikuja kumwangalia, na atakuja kumwangalia na jicho la rehema, na atakuja kumwondoa. So this ahadi hii ilikuwa ahadi kubwa, na kwa hivyo Mungu anapozungumza na Joshua, hamuulizi, hampembelezi, anamwambia ya kwamba ahadi yangu ingali imesimama, na mimi sigairi, nitaitimiza. Hata kama wewe haujui nitaitimiza namna gani, kwa sababu Mungu katika kando ya mto na katika mto wa Yordani, na mnauliza utavukaje, because it is frowning, utavuka namna gani? But Joshua, I command you to take the mantle of leadership. I will use you to fulfill the promise that I promised to my people, even when they were in the land of slavery, even when I called their forefather Abraham to come out from Ur, na aweze kuenda katika nchi ambayo nitakayomwonyesha. Na kwa hivyo wakati mwingine tunajiuliza mambo haya yatatimia namna gani, lakini Joshua akama kulingana na maandiko haya na kulingana na heading hii, ni kana kwamba Joshua kulingana na vile alivyoona amepelekana na watu wa Israeli. Musa amepelekana na watu wa Israeli, pengine aliogopa na akasikia kwamba pengine sitaweza kufikisha watu hawa, kwa sababu ya vile nimeona Mungu ukiua watu, niliona ukipasua dunia ikameza watu, niliona vile ulimefanya watu wengi wamekufa, including Moses, wale tuliotoka katika nchi ya Misri wote wamekufa, na sasa unaniambia ya kwamba nivukishe watu hawa, pengine utatumalizia pamoja nami. Lakini Mungu akamwahidia mambo machache ambayo nataka kuambia, ambayo tunaiona katika mistari ambayo tunayasoma. And I want to tell you ya kwamba ahadi ya Mungu ingali imesimama. And one thing we need to understand, the promise of God does not grow old. We grow old, we grow weary, but the promise of God does not grow weary, does not grow old. It still stands. It is fresh. The way He promised to Abraham, it was still fresh, even when He was talking to Joshua. The promise of God to heal our land, when He promised them to heal our land, it still stands. Even if it was in January, even if it was in December, even if it was in 2019 January, and here we are in May, the promise of God is very fresh. Even now, the promise of God is very fresh. He promised it to Abraham, and Abraham waited for 25 years, and the same promise Mungu aliyoahidi ikatimia kwake. Hana aligojea kwa muda mrefu, ingawa kulikuwa na dhihaka, lakini she had to wait for the promise of God. She had to wait for the promise of God. I want to tell you, your old age, your tender age, your sufferings, your sicknesses, everything, anything that you are going through now will not touch the heart of God. But what will touch the heart of God is your endurance, is
your love for him, your patience, your devotion will touch the heart of God to fulfill his promise that he promised the year and the time that you knew, that you know and you understand well. Kama kuna kitu Mungu alikuahidia na unashaka siku ya leo, Mungu atajalizwa na kuzeeka kwako kama hujapokea ahadi ile. Mungu atajalizwa ni mateso unayopitia, lakini kile ambacho kitaguza moyo wake sio vile ambavyo umekosa, lakini kile ambacho kitaguza moyo wake, it is your endurance, it is your patience, it is your love for him, even when you are undergoing all these things, all these problems, and your devotion, the way you give up, you devote yourself to him. That is the only thing that will touch the heart of God, na akubali kuponya nchi yetu, akubali kuponya maisha yetu, akubali kuponya maisha yetu, na akubali kuponya hata nchi yetu na hali zetu. Hata tukitaka makanisa ifunguliwe, it is not kupiga makera kwetu, sio kuvia bado tunavyoongea vibaya ama vizuri, lakini jambo lililoko ni kwamba vile ambavyo tumejitoa kama nafasi kama hii ambayo Mungu ametupa, tunaitumia namna gani katika jina la Yesu. Haleluya. Wakati ambapo uko kwako nyumbani, sio vile ambavyo unaongea kutaguza Mungu, ni vile ambavyo unajitoa kwake, na vile unavyofundisha watoto wako, vile unavyofundisha walio karibu na wewe kumngojea Mungu na kumwambia mambo yaliyo mazuri. It is not commenting, it is not even liking, it is not posting mambo kwa Facebook ama kule kwingine popote, kwa platform yoyote ambayo waashiriana nayo, waashiriza ujumbe wako. Ni vile ambavyo unavyojitoa kwa Mungu. Kwa sababu ya muda, niruhusu nikupatie mambo matatu ambayo yaweza kufanya tuone kwamba ahadi ya Mungu ingali imesimama. And although ahadi hii ilikuwa imekaa sana, number one, the promise of fulfillment. There is a promise of fulfillment that God spoke to Joshua. Although Joshua was fearing, lakini Mungu akamwambia kwamba ahadi hii lazima itatimia. If you read verse number 3, where we have read, it is talking, I will give you every place where you set your foot, as I promised Moses. So God is reminding Joshua that it is not your hand that I promised to Moses, and Moses is not with us. But today, I want to assure you that I am ready to fulfill my promise that I promised to Joshua. If God promised my forefathers of this land that He's going to heal our land, if God promised us here, if God promised January and February that He's going to heal our land, He's going to bless our nation, He's going to bless your family, He's going to bless the work of your hand, the promise still stands, because the way He promised, the way He's going to fulfill His promise. That is point number one, the promise of fulfillment. Number two, there is promise of victory. Hata kama tunaona hatuna ushindi wowote ambao utakuja, there is promise of victory, and we can see it in verse 5, part A, where God is telling Joshua, no one will be able to stand against you all the days of your life. No one will be able to go against you. No one will be able to fight you. No one will be able even to do anything contrary to my will and to my promise. Kwa hivyo anamwambia kwamba I'll be with you. I'll be with you. I'll be able. I'll be the commander of the army. God, I am the commander of the army. And as I have commanded you, I'll walk with you. I'll fight for you. Just stand still and see the deliverance of the Lord. Kwa hivyo siku ya leo nataka kukwambia kwamba Mungu anatuambia kwamba there is a promise of victory. I don't know when the victory will come. Even the people of Israel, they were going to the valley to fight the giants and the Philistines. And they were going there every morning. And because of the insult, because of the mockery, they were going home, back home.
without any victory, na walienda kwa siku 40, lakini siku moja baada ya siku 40 kupita, Mungu akainua David, and after 40 days there was victory. I want to promise you, there is a promise of victory, and we are going to come out of this victorious in Jesus mighty name. Kwa hivyo kuna ahadi ya ushindi, na mimi sina shaka kama mtumishi wa Mungu nikitaka kuambia kwamba Mungu wetu atatupatia ushindi katika kile ambacho sina. Ni siku gani Mungu atatupatia ushindi? Lakini siku moja tutaondoka na tutasifu na tumwambia Mungu, wewe ndiye umetenda. And number 3, na kuonyesha kwamba the promise of God still stands. It is verse 5 but B, the promise of God's presence to continue with his people. The presence of God, the promise of God's presence to continue to be with his people. And anasema ya kwamba, as I was with Moses, so I will be with you. I will never leave you nor forsake you. The presence of God to walk with his people. Despite all these things, when the presence of God walks with us, hatutashindwa. Mungu alihakikisha ya kwamba Waisraeli walipokuwa katika jangwani usiku, alihakikisha ya kwamba kuna kisingiti cha wingu la moto unawaongoza ili wasije wakajikwaa, iwe taa yao. And that signifies the presence of God. Wakati wa mchana kulikuwa na kisingiti ambacho kilikuwa cha wingu likisimama walikuwa wanasimama, likienda walikuwa wanaenda. Oh, the presence, and that signifies the presence of God. I like this, that Joshua aliambiwa, the way I was with Moses, I did never leave Moses. The way I was with Moses, still I'll be with you. And today, the same one is speaking to our lives. He's speaking to our family. He's speaking to us today. He's speaking to us today. Ya kwamba Mungu hatatuacha. Oh, the presence, hakuna kitu kizuri kama kuna kitu ambacho Mungu Moses alichukia ni kukosa kuandamana na Mungu, mpaka akamwambia, kama uwepo wako hautaandamana pamoja nasi, usikubali Bwana tuondoke katika mahali hapa. Kwa hivyo alijua ya kwamba hata kama hakuna chakula, hata kama hakuna maji, hata kama kuna magonjwa, when the presence of God is with me, when the presence of God is with his people, hawatashindwa. And it is my prayer as I wind up, as I come to the cross, it is my prayer ya kwamba Mungu akaweze kuandamana, asiache nchi yetu, wingu lake liwe juu yetu usiku na mchana. Hata kama kuna ugonjwa, hata kama kuna njaa, hata kama kuna demolitions ambazo zinaendelea, hata kama kuna maji mengi ambayo inaleta gharika, oh, Mungu wetu uwepo wake usikose kwenda pamoja nasi. Hata kama familia wakati mwingine tunakosa ya kukula na kukunywa, kama uwepo wa Mungu uko pamoja nasi, that is all what we need, and all other things shall be added unto us. When the presence of God imetembea pamoja nasi katika jina la Yesu. Few things to accompany this, and also to maybe to seal what I have said. The book of Joshua, chapter number 1 verse 3, inasema ya kwamba I'll be with you, so God will be with us. I'm just sharing what I have already said. Lakini in Joshua chapter number 1 verse 3, Biblia inasema ya kwamba I'll be with you, God will be with us. Mungu atatembea pamoja nasi katika bonde, katika milima. God will walk with us. God will fight for us. Na mambo yote yatakuwa sababu. Daudi akasema, Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na chochote. Ataniongoza hata kama nipitapo katika bonde ambalo linakaa uvuli wa mauti, sitaogopa kwa sababu Mungu yu pamoja nami. Na anamalizia anasema, nitakaa nyumbani mwake siku zote za maisha yangu. If God will be with us, nasi tutakaa kwake siku zote za maisha yetu. Number 2,
There is also a promise in the book of Isaiah and also John chapter number 10, verse 10. No weapon formed against you shall prevail. No weapon. If there is a weapon, kama kuna any conspiracy ya kuharibu nchi yetu katika ulimwengu wa rohoni, tunaisabatiza kwa sababu ni mpango mbaya, ni weapon ambayo ni mbaya. And John chapter number 10 inasema ya kwamba, John chapter 10 and verse 10, ya kwamba Mungu Shetani ama mwizi anakuja kuiba, kuharibu na kuua, lakini Yesu alikuja tuwe na uzima na tuwe na uzima tele tele. Mungu wetu ni mwema. Kuna ahadi zake ambazo ametuahidia ya kwamba hata adui akikuja kuna uzima Yesu aliyouleta. Kile ambacho ameua hata ukipatia uhai, kile ambacho kimeibiwa atakirejesha, kile ambacho ameharibu Mungu wetu atakirejesha katika umbo lake hapo mbeleni. And finally, number 3, whatever you ask, I will give you. This is John chapter number 14 and verse number 14. Whatever you ask. So this is I'm just saying what I have already preached. Na malizia na kusema ya kwamba chochote tutakachoomba Mungu wetu atatupatia. Tukiomba uponyaji Mungu wetu atatupatia. Tukiomba uhai Mungu wetu atatupatia. Tukiomba kusimama Mungu wetu atatupatia. Tukiomba utajiri Mungu wetu atatupatia. Tukiomba Mungu awe pamoja nasi Mungu wetu atatupatia. Whatever you ask, I will give you. And finally, katika Philippians chapter number 3 where we are praying, sitaelezea, lakini Paulo anaambia watu hawa wakwake na aliowapenda, kanisa ambalo lilisimama na yeye, kanisa ambalo lilimsaidia, kanisa ambalo lilimpatia vipawa, lakini anawaambia kwamba hata kama mimi mnaniona hivyo na mnaniona mimi mhubiri mzuri, lakini mimi ninasema not that I have already obtained. Kile ambacho nilikuwa natafuta sijakipata. Hata kama mnaona mimi namhubiria vizuri, hata kama nimefungua makanisa mengi, hata kama nyinyi ni watoto wangu, hata hivyo hakuna kitu chochote ambacho nimeona nimekamata mbele zangu. Ningali nasahau na yaliyo nyuma yangu, nikichuchumia straining. The Bible uses the word straining. Ana strain, anang'ang'ana, anajisukumia kupata kile ambacho kimewekwa mbele zake. Nataka kuambia kwamba despite the COVID-19 kuna ahadi ambayo Mungu wetu ametuahidia. Kwa sababu hiyo ni vizuri kutoangalia nyuma, ni vizuri kutoyumbishwa, ni vizuri kutoangalia mambo ambayo yanakufuata. Sahau na jana. Kama jana ulikuwa mgonjwa na ukapona, sahau na jana. Chuchumia muujiza wa kesho, chuchumia muujiza wa jioni, chuchumia uponyaji wa leo, chuchumia strain. Angalia mambo ambayo yako mbele zetu. Angalia mambo ambayo Mungu wetu ametuahidia. Yesu akaambia wanafunzi wake, nimeenda kumwandalia vikao, na sitakapomalizika nitakuja kumchukua na nimpeleke mahali ambapo mimi nimemwandalia makao. Kwa hivyo kuna ahadi nyingi, and the promise of God still stands. Na kwa hivyo ninaamini kwamba Mungu wetu ni Mungu mwema na ni Mungu mwaminifu. Siku ya leo ninaamini kwamba umebarikiwa. Siku ya leo ninaamini kwamba umeinuliwa na Mungu wetu. Na ni vizuri tunapoendelea na wiki hii ninapokuombea kwa Bwana, kwa sababu nimemaliza kuhubiri, lakini nikwambia kwamba ni vizuri kufuatilia mambo ambayo serikali yetu inaswabia, kando na kumtumainia Mungu, kando na kumpenda Mungu, kama na kugojea ahadi yake. Ni vizuri kuzingatia mambo haya. Kama ikiwezekana, oga mikono yako mahali popote unapokutana na maji. Kuwa msafi, kwa sababu kitu moja nilikuja kugundua, ugonjwa huu hautaki watu wana uchafu. Na siri iliyoko ni kwamba ugonjwa huu waingia sana unaonekana kana kwamba unapitia mikono. Na kwa hivyo mikono ndio uguza, na unajua ya kwamba Mungu anasema ya kwamba nitabariki kazi ya mikono yako. Na kwa hivyo kama mikono hii ni ya baraka, sio ya kuleta ugonjwa. Kwa hivyo kama tunaambiwa tuioshe mikono hii, ioshe vizuri katika jina la Yesu. Fanya mambo yote, social distancing. Angalia mambo haya yote. Ukisikia una homa na mambo yale mengine, jiweke kando na wale wengine. Kama unapenda familia
familia yako, kama unapenda watu wa kwako, jiweke kando. Kama unasikia una homa, una mambo yale mengine, katika jina la Yesu. Na naamini ya kwamba Mungu wetu atakuja kutuponya anapokuja kwa kutimiza ahadi yake katika jina la Yesu. Sina la ziada ila nikuombee katika jina la Yesu. Naamini ya kwamba kuna wao ambao ni wagonjwa, naamini ya kwamba kuna wao ambao wanasikia kwamba maisha yao imewalemea, wengine wako katika giza, hajui kesho itakuwaje. Mungu wetu alete njia na atengeneze njia, kwa sababu yeye ni Mungu anatengeneza njia katika jina la Yesu. Wacha nikuombee asubuhi ya leo, na nikuombee baraka za wiki hii, na neema ya Mungu iwe pamoja nawe katika jina la Yesu. Tunakushukuru Baba wetu, na wewe tunakuamini kama Mungu wetu, jina lako litukuzwe. Siku ya leo Bwana, umetuambia kwamba ahadi yako ingali imesimama. Tunangojea ahadi hii katika jina la Yesu. Tunaomba kwamba Mungu wetu ukaendelee kutujenga na kutuinua katika mahali popote tunapopita. Mapito yetu Bwana twaiweka kwako Bwana, katika njia zetu twaomba kutanguliwa na wewe Bwana. Wakati ambapo umetutangulia, utawasawazisha milima yote Mungu wetu, na mabonde zote utasifunika katika jina la Yesu. Ni asante kwa sababu ya mtazamaji ambaye Bwana amenisikia. Bwana, ninamuombea baraka zako. Naomba kwamba Mungu kaendelee kumuinua na kumtendea yaliyo mema. Naomba Mungu wetu kaendelee Bwana kutenda yaliyo mazuri katika jina la Yesu. Ni asante Bwana, ni kwa sababu wewe ni Mungu anayetengeneza njia. Na hata siku ya leo Bwana, tugali tunakugojea, na katika mwezi huu wa 5 tugali tunakugojea, na tunaamini ya kwamba Bwana unaenda kutenda mambo yaliyo mazuri kwa maisha yetu. Twakuinua na twalibariki jina lako. Asante kwa sababu wewe ni mwema na mwaminifu. Twagojea kutoka mkononi mwako. Bariki watu wote Bwana, nchi yetu Bwana ukaiponye. Viongozi wetu Bwana wanaposhughulikia mambo haya, ukawapatie neema na ukawapatie wisdom Bwana ya kufanya mambo yote ili kucontain ugonjwa huu katika jina. Na zaidi ya yote Mungu wetu, ugonjwa huu wewe ndiye unaweza kunyamazisha katika nchi yote na katika ulimwengu wote. Naombea mtazamaji aliye mgonjwa, naombea aliye chini, baba wetu waliyepatwa na shida tofauti, Mungu wetu, ya mafuriko, ya magonjwa na mambo yale mengine yote. Shida zao zote Bwana unasijua, na tuwasileta katika birika yako Mungu wetu, kaweze Bwana kutushughulikia kama vile ulishughulikia yule mzee aliyekuwa pale kwa birika miaka 38, na ulijua hivyo Bwana, na ulipokuja Bwana hakuhitaji maji iweze kukorogwa ili aweze kuponya. Tunahitaji muujiza wako usio wa kawaida katika jina la Yesu. Bwana, ninaomba ukabariki watu wote kwa utukufu wa jina lako. Bariki Bwana watu wa kanisa hili letu la Full Gospel Church of Kenya, Tumaini Worship Assembly, mahali walipo Bwana, wadogo wakubwa wote Bwana, ukawabariki na ukawaongoze Bwana. Tunatamani sana kukutana katika ibada zetu, katika shirika zetu Bwana, tunakugojea kwa utukufu wa jina lako. Tubariki wiki hii, na utuinue na utuagazie na ututangulie kwa utukufu wa jina lako. Ani katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu tuomba na kuamini. Kila mmoja anayemsikiza aseme amen katika jina la Yesu. Nashukuru Mungu wetu akuinue, akubariki, awe pamoja na wewe katika jina la Yesu. Mpaka tutakapokutana wakati mwingine, neema ya Mungu iwe ya kutosha katika jina la Yesu. Amen. Amen.